إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah jalla wa ala wa kutekeleza maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wetu na kukatazika na makatazo yake Allah jalla wa ala. Wa taqwallahi wasiyatullahi lilawwalin walakhirin, jambo la kumcha Allah ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala tokea watu wa mwanzo na watu wa mwisho watakaokuja baadaye. Yaqulu Allah jalla wa ala ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله, وحقيقة tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu, yani alyahuda wan nasara, na nyinyi pia umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukakuhusieni juu ya kumwogopa Allah. Wa in takfuru, na ikiwa mtakengeuka mkawa hamtekelezi maamrisho yake Allah na kukatazika na makatazo yake, mfahamu kuwa hamtomdhuru chochote Allah wala hamtompunguzia chochote katika ufalme wake, bali mtazidhuru nafsi zenu na mtakuja kupata adhabu kali, kwa sababu fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, wa hakika ni vyake Allah vya mbinguni na ardhini. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na amekuwa daima Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Ndugu zangu waislamu, baada ya kuwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala maasiya yanayopatikana katika ulimwengu wanayofanya wanadamu na majini wao yanatokana na moja ya sababu mbili, imma lifuqdani alilm wa imma littiba'i alhawa. Ima ni kwa sababu ya kukosekana ilmu, watu ikawa hawaijui sheria ya Allah wala hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa katika ujinga, au kwa sababu ya kufuata matamanio nafsi zao. Nikaona kwa munasaba wa Ijumaa ya leo, na kutokana marakizi zetu zinafunguliwa na nyingine zishafunguliwa za kusomeshana ilmu ya kitabu cha Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nizungumzie umuhimu wa kuisoma elimu ya kisheria. Na hiyo mada hii ni miongoni mwa misingi mikuu ya da'wa yetu tunayolingania sisi, ad-da'watu salafiyya, da'wa iliyojengeka juu ya kufuata Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya ufahamu wa salafu salih. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa malengo aliyoletwa nayo
aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwalingania watu ni kuwafundisha ilmu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, kwa hakika wallahi ameneemesha Allah juu ya waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, wakati alipopeleka mjumbe atokanaye na wao wenyewe, yatlu alaihim ayati, anazisoma juu yao aya zake Allah, wa yuzakkihim, na anawatakasa wao kutokana machafu waliokuwa nayo, anawatoa katika tabia zao za kishirikina walizozoea kumshirikisha Allah jalla wa ala, kuwaelekeza katika tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika maombi yao na ibada zao. Anawatakasa watu hao kutoka katika tabia mbaya waliokuwa nayo Waarabu kabla al-Islam, walio wenye nguvu kuwanyongesha walio madhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza hilo. Kadhalika katika tabia walizokuwa nazo, wakiwafukia watoto wa kike hali ya kuwa wako hai, kwa sababu ya kuogopea haya na aibu kwa wao, kwamba inakuwaje mimi mke wangu ajifungue mtoto wa kike, nimlee mtoto wa kike, na kuwaua watoto wa kiume kwa sababu ya kuogopea njaa. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwasafisha na kuwatakasa kutokana na tabia hizo, kuwapeleka katika makarimul akhlaq. Lakini miongoni mwa malengo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na awafundishe wao Qur'ani na Sunna, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika walikuwa kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwajia na ilmu kutoka kwa Allah jalla wa ala, wako katika upotevu mkubwa au upotevu wa wazi, walikuwa katika upotevu wa wazi. Kwa hiyo watu wanapokuwa mujtamaa unaokuwa haujishughulishi na jambo la ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuyajua mafunzo ya Uislamu, hao wanakuwa katika upotevu wa wazi, kama alivyotuambia Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na jambo hilo la ilmu, akaitawanya katika umma, Allah akampa wanafunzi maalumu, masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, ambao Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anawaelezea katika athari kutoka kwake, kama inna Allah nadhara fi qulubil ibad, hakika Allah alitazama katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad, akaukuta moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio moyo uliobora kuliko nyoyo za waja wote. Fastafahu li nafsi, akamchagua yeye mwenyewe, fabta'athahu bi risalati, akamtumiliza ujumbe wake. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kisha Allah akatazama katika nyoyo za waja, baada qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad, akakuta nyoyo za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio nyoyo zilizokuwa takasifu na nyoyo bora kuliko nyoyo za waja wote. Faja'alahum wuzara nabiyhi, akawafanya kuwa ndio wasaidizi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ni wasaidizi katika kutafuta mali? Ni wasaidizi katika kuichuma dunia? La, ni wasaidizi katika kuibeba risala ya ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dini, wanapigana juu ya dini ya Allah jalla wa ala. Fama ra'a almuslimuna hasanan, lile ambalo walioliona waislamu hao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni jambo jema, fa huwa inda Allahi hasanun, hilo mbele za Allah jalla wa ala ni jambo jema. Wama ra'au sayyi'an fa huwa inda Allahi sayyi, na lile waliona kwamba ni jambo ovu, hilo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala lishapita kuwa ni jambo ovu. Hao ndio maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajifunza ilmu na wakaieneza. Wakaja baada yao at-tabi'un, wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, nao wakaibeba ilmu walioachiwa na hao maswahaba waliochukua ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakairithi ilmu hiyo na wao wakairithisha kwa atba'u tabi'in, wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifia kwa sababu ya ubora waliokuwa nao na kwa sababu ya zama walizoishi, zama za ilmu na kuchukua sheria Allah jalla wa ala, kuitawanya katika umma na kuifanyia kazi. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam,
khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia wao, tabi'un, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia wao ambao ni atba'u tabi'in. Kwa nini wamesifiwa na kuwa ni watu bora? Ni kwa sababu ya ilmu walioichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakairithisha kwa waliokuja baada yao, wakairithisha kwa waliokuja baada yao, na wao kaitawanya ilmu mpaka imetufikia sisi, ikawa tunajifunza ilmu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wao hao maswahaba, kwa vile walivyoibeba ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah jalla wa ala anzala alkitaba biilmi, kama alivyosema Allah, anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun, ameiteremsha Qur'ani kwa ilmu yake na hali ya kuwa malaika wanashuhudia hilo. Kwa hiyo Qur'ani pia imeteremshwa kwa ilmu. Na muradi wa ilmu ayuha nas, tunaikusudia ni alilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, na si kama wanavyodai baadhi ya wanaharakati na wengineo katika walinganizi wa batil kwamba ilmu ni elimu yoyote tu, imma ilmu dunyawi au elimu ya akhira. La, ikitajwa ilmu kwa itlaqi yake inakusudia alilmu shar'i, ambayo inamfanya mtu kumuogopa Allah jalla wa ala na kupata radhi zake atakapokutana naye na kuridhiwa hapa duniani, ni alilmu shar'i. Wale walioelewa nusus waliotutangulia si katika ilmu, kama al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anasema alipokuwa akitafsiri aya Allah alipoeleza Mtume sallam kwamba waqur rabbi zidni ilma, faqala rahimahullahu ta'ala wal muradu bil ilm, na makusudia ilmu aliyokusudia Allah jalla wa ala al-ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi, elimu ambayo inafidisha kujua yale ambayo yamewajibishwa juu ya mtu aliyetenzwa na sheria, aliyetenzwa nguvu na sheria, yani al-aqilul baligh, mtu mwenye akili aliyebaligh, min amri dinihi, miongoni mwa mambo ya dini yake, fi ibadatihi, katika ibada zake anazozifanya. Wewe ukiswali leo lazima ujue swala yako, ujue masharti ya swala, nguzo za swala, wajibatu swala, sunanu swala, ni lazima uyajue wewe Muislamu. Utakaposahau kwenye swala yako itaungwa na kitu gani? Ni mambo ya wajibu kwa Muislamu yeyote, awe ni talibul ilm au ammi, mtu wa kawaida, ni lazima aijue swala yake. Mtu ni lazima aijue funga yake. Mtu ni lazima ajue miamala yake anayofanya. Tufanya biashara sisi, ni lazima ujue kwamba hapa ni riba, hapa ni rushwa, hapa ni utapeli. Yote haya uyajue, ni lazima uyajue wewe Muislamu. Ndiye anaeleza al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kisha asema wal ilmu billahi wa sifatihi, na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake. Ni lazima ujue Allah, umjue Allah jalla wa ala, unaimwabudu wewe. Vipi utamwabudu Mola wako hali ya kuwa humjui? Utaepukana vipi na janga la shirku billah hali ya kuwa hujui tauhid? Utaepukana vipi na maasi hali ya kuwa hujui halali ni ipi na haramu ni ipi? Ni lazima uyajue hayo ayuhal muslim, na uzijue sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja, wama yajibu lahu min alqiyam bi amrihi wa tanzihi anin naqais, na kadhalika ajue Muislamu yale ambayo ni wajibu kwake yeye katika jambo la kusimamia dini yake ya Uislamu, jambo la dini yake, kadhalika na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mapungufu. Wa madaru dhalika kulli, wa madaru dhalik, na mzunguko wa mambo yote hayo, ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, yanapatikana katika tafsiri za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na fiqh ya Uislamu kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, haitoshi hii, tunayasema haya kwa sababu watu wengi wanaowalingania watu katika jambo la ilmu wanawapoteza na kuwatoa katika njia ya haki na kuwapotosha na kuwaondosha katika jambo la ilmu, wakawapeleka kwamba elimu zote ni sawa. Na sisi twasema si elimu zote ni sawa, hata kama ijapo kuwa kuisoma elimu ya dunia ni jambo jaiz na halikatazwi katika sheria, mtu akajitaalamisha katika dunia yake, lakini kuisoma dini ya Uislamu ni wajibu kwa kila mtu na ni faradhi ya lazima, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi iliyopokea Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ya kisheria ni faradhi ya lazima mno kwa kila Muislamu. Allah alipokuwa anafarikisha kuwa elimu hizi mbili si sawa, elimu ya kumjua Allah na elimu ya kuijua dunia ni vitu viwili tofauti. Katika suratul Rum Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea Warumi walipopigana na Wafursi wakawashinda Warumi, kwa sababu Warumi wako akrabu zaidi na Uislamu kuliko Wafursi waabudu moto, na hawa Warumi ni ahlul kitab. Waislamu likawa jambo limwasikitisha, kwa nini Wafursi washinde Warumi? Allah jalla wa ala sema hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushindwa wao hawa Warumi wataja kushinda. Akawapa muda maalum, kisha akasema wa'ada Allah, hiyo ni ahadi ya Allah, shahidi la yukhlifu Allah wa'da, Allah haendi kinyume na ahadi aliyoahidi. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Allah akawakanushia ilmu watu wengi kwamba hawajui. Madha ya'lamun? Faqala jalla wa ala ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, wao wanachokifahamu watu wengi wanajua mambo ya dhahiri, mambo ya juu tu katika mambo ya kidunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na hali ya kuwa kuhusu akhira wao wameghafilika. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa kitafsiri aya hii, faqala rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, ay anakusudia Allah jalla wa ala kathiru minan nas laysa lahum ilmun illa bid-dunya wa aksabiha wa shu'uniha wa wujuhi makasibiha. Anasema rahimahullahu ta'ala, anakusudia Allah katika aya hii kwamba watu wengi hawana ilmu isipokuwa elimu ya kidunia. Allah alipokanisha kwamba la ya'lamun wa ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, kwamba watu wengi hawana ilmu isipokuwa elimu ya kidunia. Wa aksabiha, na machumo yake. Ukimuuliza mtu kuhusu namna ya mapato ya kilimwengu atakuelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukitaka kufanya biashara ukamfuata mtu pengine ni muhasibu au amesomea biashara, ukamueleza mimi na mtaji wa milioni 10, nataka nianzishe biashara, nifanye biashara gani? Atakueleza kila nyanja za namna ya kuipatia faida hiyo pesa na namna ya kupata hasara, na ukiendea hapa utapigwa, ukifanya hivi utapata. Haya yote atakueleza, na kadhalika mambo yake mbalimbali ya kilimwengu atakueleza, na nyanja mbalimbali za kuichuma hiyo dunia. Wa hum ghafiluna fi umuri ad-din, na hali ya kuwa wao wameghafilika katika mambo ya dini. Wama yanfa'uhum fi ad-dari al-akhirah, na yale yatakayonufaisha wao katika nyumba ya akhirah. Kaanna ahadahum, kana kwamba mmoja wao katika hawa walimwengu, mughafalun la dhihna lahu wala fikra, ameghafilika, hana akili wala hana fikra yote ya kufikiria akhira yake. Yeye akimbizana dunia na jambo la kujua dunia yake ili asije akapata hasara katika mambo yake anayofanya. Lakini muulize kuhusu Mola wake Allah jalla wa ala, muulize kuhusu swala yake, muulize kuhusu funga yake, ndoa yake aliyokuwa nayo, aona kuacha huyu, lakini hajui chochote katika mambo ya dini yake. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ndugu zangu waislamu, tuko katika zama za fitan, zama ambazo zina wanaolingania jambo la ilmu wengi. Wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidhak, kila mmoja katika walinganizi analingania kwamba yeye ana mafungamano na Laila, lakini ukimuuliza Laila kuhusu mtu huyo hamjui, hakiri jambo hilo. Kila mmoja anadai kwamba analingania katika haki. Mashaikh mitandaoni wamejaa tele, na kila mmoja anadai kwamba yuko katika Qur'an na Sunna na analingania katika haki, kuanzia hao mashaikh wenyewe na wale wanaojifanya kuwa ni mashaikh hawana ilmu. Ayuhal muslim, wewe vipi utapembua, una mizani gani ya kumjua kwamba huyu ni dai analingania katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na huyu analingania katika haki ni mfuate? Utajuaje mambo haya hali ya kuwa hujishughulishi na jambo la kusoma dini yako? Kaifa ta'rifu wa tufarriqu baina al-haqqi wal-batil, vipi utafarikisha baina ya haki na batil?
Leo imekuwa ni faudha mitandaoni, kila mmoja analingania na anazungumza lake, na ukijaribu kuzungumza maneno kama haya kuwakemea watu wa batil, basi waonekana wewe ni hasidi, mbea, huna kazi ya kufanya. Kazi yako ni kuwasema watu. Wewe unapotaka kuwaokoa watu waelekee katika njia ya haki na waache batil, waache walinganizi wa bid'a, wafuate mwenendo wa Mtume SAW juu ya vile walivyokuwa masahaba, waonekana wewe ni hasidi mkubwa. Billahi alaikum, angalieni katika mambo ya kidunia. Leo hii atokee mtu katika mambo haya dunia ataka kununua gari, atamtafuta mtu ambaye ni fundi mzuri, pengine gari ni used, wa kwenda kumuelekeza kwamba gari hii nunua au usinunue. Anamfuata mtaalamu anayelijua hilo gari na anajua mambo ya magari, ili asije akapigwa akapoteza pesa yake. Mtu ataka kununua nyumba, anatafuta uhakika na uthibitisho kwanza kwa wataalamu. Hii nyumba jengo lake liko imara? Je, hakuna migogoro hapa? Mtu atakununua madini, atafuta khibra wenye uzoefu wa mambo ya madini, asije akauziwa chupa. Na mtu huyu akimwambia hizo ni chupa usinunue, amuona ni bora. Lakini katika jambo la dini, mtu anapotokea anawaelekeza watu katika haki na kwamba hizi ni batil, wanazungumza watu fulani, wallahi wewe ndio hasidi mkubwa. Wakati wewe ndio ulikuwa unatakiwa ukumbatiwe na watu wakupende lillahi rabbil alamin. Lakini dunia imebadilika, kwa sababu huko kuna mambo ya kilimwengu ya kupata na kukosa. Jambo la dini watu wamelipiga chini kabisa, wala hawalitaki. Ni nani ambaye akienda kutibiwa amtafuta mtu daktari ambaye ni feki? Bali utaona mtu anatumia gharama kubwa kujitibia, na anatafuta hospitali ambayo ina madaktari bingwa waliosomea udaktari wao vizuri kuliko hospitali fulani, kwa sababu ni jambo la afya yake, lakini si dini yake. Dini yake anamtegea sikio kila mmoja mzungumzaji, na ukiwasema wazungumzaji wa batil, basi waonekana wewe ndiye muovu wa kwanza na wewe ndio hasidi na mbea mkubwa. Ittaqullaha ayuhan nas, muogopeni Allah enyi watu, mcheni Allah katika jambo la kuipa haki ilmu. Na hayo hutoyafahamu wewe mpaka ukae chini kusoma na kusomeshwa kwa watu wa haki waliosimamia misingi ya Uislamu wa sawa sawa, ndipo utaijua baina ya haki na batil. Umefika wakati wa kubadilika ayuhan nas, tuisome dini yetu, kwa sababu mabadiliko ya Uislamu na kupata iza ya Uislamu yanapatikana katika jambo la kusoma ilmu. Masahaba hawakuwa ni bora, wala tabi'un wala atba'u tabi'in wala immatul huda, isipokuwa walipojishughulisha na jambo hili la ilmu, wakajitaalamisha katika dini yao na wakaijua dini yao. Ikawa kila anayekuja na batil wanampinga na batili zake, na hiyo ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala tokea zamani, kuanzia katika Qur'an na sunna na aqwali za salaf wale ulama wako katika kumrejesha katika usawa mtu yeyote anayeipindisha haki na kuleta batil katika dini ya Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitolea mifano mbalimbali kwa maswahaba ili wamuelewe kweli kweli, akiwatolea mifano ya kidunia kwa ajili ya akhira yao kuwaokoa. Katika maneno aliyozungumzia katika jambo la kuitafuta ilmu na kuisoma dini hii ya Uislamu, amewagawa watu matabaka matatu, kama namna ilivyogawika ardhi katika matabaka matatu, kwa sababu ardhi hii ardhi na wanadamu vina mafungamano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolea mfano wa ardhi namna ilivyo, ndivyo watu walivyo katika kupokea wahi kutoka kwa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhadith kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عند البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, mathalu ma ba'athani Allah min al-huda wal-ilm, mfano wa yale ambayo amenituma nayo Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni uongofu na elimu, kamathali al-ghayth al-kathir, ni mfano wa mvua kubwa, asaba ardha, ilionyesha katika ardhi, kisha akaanza kuigawa ardhi kwa matabaka yake, fakana minha naqiyya qabilatil ma, ikawa katika ardhi hiyo kuna sehemu safi iliyokubali maji, faambatatil kala wal ushba al-kathir, ikaotesha mimea na majani mengi. Hiyo ni ardhi tabaka la kwanza. Wakanat minha ajadib, na ikawa kuna ardhi sehemu nyingine ya mabonde na sehemu kavu, amsakatil maa, iliyoyazuia maji, fanafa Allahu biha an-nas, Allah akawanufaisha kwa ardhi hiyo watu, fasharibu wasaqau wasarau,
wakanywa maji hayo na wakanyesheleza wanyama wao na wakalima mimea mbalimbali kwa kunyesheleza yale maji. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, na mvua hiyo ikanyesha katika sehemu nyingine. Inma hiya qi'anun, hakika hapana vingine, hiyo ni sehemu ya changaforo au sehemu ya jangwa. La tumsiku ma'an, hayazui maji, wala tumbitu kalaa, wala hayoteshi majani wala mimea. Fadhalik, mfano wa hayo mambo matatu, mfano wa hizo tabaka tatu za ardhi, mathalu man faqiha fi dinillah, ni mfano wa mtu aliyejitaalamisha katika dini ya Allah jalla wa ala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, na Allah kamnufaisha kwa yale ambayo nimetumwa nayo. Fa'alima wa 'allam, akajifunza na akafundisha. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'sa, na mfano wa tatu ni mfano wa watu ambao au mtu ambaye hakuyanyanyulia mafunzo yangu kichwa. Walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi, wala hakubali muongozo wa Allah na uongofu wa Allah ambao nimetumwa nao. Kwa hiyo Allah jalla wa ala amewafanya watu kuwa ni matabaka matatu. Kuna watu ambao wameibeba ilmu wakajifunza na wakawa ni mafaqihi katika dini, ni watambuzi wa dini ya Allah jalla wa ala, maulama wakubwa, wakawa wanatoa fatawa mbalimbali za ilmu kuwaelezea watu na kuwaongoza katika haki kutoka katika batili. Na kundi la pili ni watu ambao wamehifadhi dini ya Allah jalla wa ala, hawana fiqh katika dini lakini wamehifadhi kitabu cha Allah, sunna za Mtume SAW na mambo mbalimbali katika ilmu. Hao pia wana nafasi yao, lakini haifiki kama nafasi ya watu wa kwanza, mafukaha katika dini ya Allah jalla wa ala. Na kundi la tatu ni kundi la watu ambao hawataki kusoma dini. Kila zinapoweka durusi katika misikiti wao wakimbia, wako mbio na jambo la dunia yao, hawataki kujitaalamisha kujua swala yao, hawataki kuzijua ibada zao, wao wakatosheka na jambo la kuswali na kufunga. Ukimuuliza kuhusu Mola wake hajui chochote. Ayuhal muslim, hiyo ni hatari kwako wewe. Utakuwa ni kama godoro ambalo linafyonza kila maji. Ukipeleka kwenye maziwa litafyonza, ukipeleka kwenye maji taka litafyonza, ukipeleka kwenye maji safi litafyonza. Wewe utakuwa muislamu wa sampuli hiyo unaiwasumbua waislamu katika dini yao. Watu wakieleza haki waona ni mahasidi, kwa sababu hutaki kujitaalamisha katika dini yako, ukayajua yaliyo msingi katika dini yako, ukaijua aqida ya ahlus sunnati wal jamaa, aqida waliokuwa nayo maswahaba juu ya Allah jalla wa ala, aqida waliokuwa nayo maswahaba katika mambo ya dini kwa ujumla. Hujui jambo hilo, vipi utamwabudu Mola wako Allah jalla wa ala na hali ya kuwa hulijui jambo lolote katika dini? Kwa ni wakati wetu wa kusoma, tubadilike ayuhan nas, na tuchukue azma ya juu kabisa. Na katika ilmu kuna sharaf na kuna utukufu wa hali ya juu. Allah hakutaja sehemu yote jambo la ilmu na watu wake, isipokuwa aliwasifia na kuwasifia kwa daraja za juu, na kwamba wao ndio watakaokuwa viongozi katika umma, na wao ndio watakaokuwa viongozi mbele Allah jalla wa ala. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wal malaika, na malaika wamelishuhudia hilo. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, na ahlul ilm wamelishuhudia hilo, hali ya kuwa Allah amesimama kwa uadilifu katika jambo lake. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii, qala rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-aya dalilun ala sharafi al-ilmi wa fadli. Katika aya hii kuna dalili ya wazi juu ya utukufu wa ilmu na fadhila zake, wa sharafi al-ulama wa fadlihim, na utukufu wa wanachuoni na ubora wao. Fa innahu, kwa hakika mambo yalivyo, lau kana ahadun ashrafa min al-ulama, lau kungekuwa kuna mtu yeyote aliyemtukufu na mbora zaidi kuliko wanachuoni, la qaranahumullahu bismi, angewaunganisha katika aya hii na jina lake, wasmi malaikatihi, na jina la malaika wake, kama qarana isma al-ulama, kama alivyoambatanisha jina lake na shahada yake Allah jalla wa ala malaika wake na jina la maulama. Kwa ndugu zangu waislamu, tubadilike. Vituo tunavyo hivi, vituo hivi ni hujjatun lana au alaina ayuhan nas, ni hoja kutetea sisi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, au vitakuwa ni dhidi yetu. Limadha lam tata'allam ayuha almuslim, utaulizwa siku ya kiyama katika kaburi lako, kwa nini hukujifunza wewe muislamu? Alam ya'tikum nadhir, hivi hawakujieni waonyaji nyinyi mashaikh wa kukuelimisha na kutaalamisha katika dini yenu? Arun alayka ayuha almuslim,
ni aibu kwa kwenda, ni kasoro kubwa muislamu na miaka 20 30 40 hujui kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hujui chochote katika dini yako. Wewe mwongozo wako ni upi? Utamwambia nini Allah jalla wa ala utakapokutana naye kwamba mimi ya Rabbi sikusoma kwa sababu nilishughulishwa na watoto wangu kutafutia riziki? Utasema hivyo? Hakuna hoja hiyo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu ataubeba mzigo wake na kila mtu atapata nasibu yake kutokana na vile alivyoishi maisha yake hapa duniani katika jambo la dini yake. Kuna watu ndugu zangu waislamu leo wanatamani wayasikilize maneno kama haya halafu watukue hatua ya mabadiliko ijapo kwa sekunde, lakini hawawezi, wako melazwa katika makaburi yao, hawawezi kujitetea. Hata tasbih ya subhanallah ikamzidishia katika amali zake hana. Wewe una fursa, unapumua mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kuja kuzungumza nini? Alam ya'tikum nadhir, hivi hawakujieni waonyaji? Kwa tubadilike ndugu zangu waislamu, tushike njia hii, njia ya haki, lianna hadha alilma dinun, kwa sababu elimu hii ndiyo dini yenyewe. Hii elimu tunayosoma ndiyo dini ya Uislamu. Huwezi kutekeleza Uislamu wa sawa sawa basi na kuisoma Uislamu huo. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.